Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni yangu matumaini ubuheri wa afya popote palipo. Niukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamulika hapo baadaye Hilali Sefuriami kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, ni kupitisha katika muktasari wa miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Wananchi wa Nyarubanda mkoani Kigoma waomba kuridhia mapendekezo ya kumaliza mgogoro wa mipaka. Jeshi la magereza wilayani Magu mkoani Mwanza laigusa jamii katika kituo cha afya Kahangara. Na katika habari za kimataifa, moto wateketeza takribani watoto wachanga 14 wakiwa hospitalini huko nchini Pakistan. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, ni kukumbushe tu kuwa mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari siku hii ya leo tukianzia huko mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chwachua amewasihi wananchi wa kijiji cha Nyarubanda na viongozi wa serikali ya kijiji hicho kukubali maoni na mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa wilaya kuhusu kumaliza mgogoro wa mipaka kati ya kijiji cha Nyarubanda na kijiji cha Kasange katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Taarifa yake Emmanuel Matinde inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Mapendekezo hayo ni kuruhusu zoezi la upimaji mipaka ya vijiji na maeneo ya misitu ili kufanya urasimishaji na hatimaye vijiji vipate hati, hatua itakayowezesha vijiji hivyo kupata wawekezaji wa biashara ya hewa ya ukaa kupitia rasilimali misitu ili kuendeleza vijiji na wananchi wao kiuchumi. Hata hivyo, baadhi ya wananchi na viongozi wa kijiji cha Nyarubanda bado wanajivuta katika kuunga mkono mapendekezo hayo, wakihofia mipaka mipya itasababisha wao kupoteza rasilimali watu, ardhi na baadhi ya taasisi au miundombinu ya huduma za kijamii. Kwa sababu kiigusa tu viongozi hatuwatambui. Kwa sababu sijamchagua, hajanipiga kampeni wala simpendi. Utavunjaje nani? Utavunjaje jimbo? Kwa hiyo fikieni hatua mjue kwamba hiki kinachofanyika ni ubabe. Sisi watu wa Kasange tulishakubali mambo mengi ili mradi mambo yaweze kwenda sawa. Na leo tunasema hivi, huko kwenye mashamba tunakotamkia, sawa, kukapimwe ili mradi tulinde kizazi kinachokuja kwa manufaa yaliyoko mbele yetu. Tusikae tunavutana kwa kitu kisichokuwa na msingi. Maandiko matakatifu yamesema, achakumu sibatusi, mtu mpumbavu huivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa nini tufike kote huko? Nyarubanda yetu, Kasange yetu, sawa, kwa nini tuvutane kiasi hichi? Kama ni hela zinazotokana na hewa ukazi kija, tunanufaika sisi na vizazi vyetu. Akizungumza na wajumbe wa serikali ya vijiji hivyo na baadaye kwenye mkutano wa hadhara, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua ameeleza kuwa vijiji hivyo vinapoteza fedha nyingi kwa kutoingia katika biashara ya hewa au kaa ambazo zingeweza kujenga madarasa, vituo vya afya, kuwalipa walimu wa kujitolea, kuondoa uhaba wa madawati na kubadilisha miundombinu mibovu ya ofisi za vijiji na kata. Haya ni masuala kwa ajili ya maisha yetu ya leo, kesho na kesho kutwa. Tusisubiri wenzetu waanze kupata kama ambavyo imetokea Uvinza, kama ambavyo imetokea Tanganyika wakati rasilimali tunazo. Twende tukahakikishe tunapata manufaa ya biashara hii. Twende tukapime vijiji vyetu, ili rasilimali tunazowekeza na ardhi tunazonunua
ziwe na maana kwa kupata hati na kufanya urasimishaji wa maeneo ya vijiji vyetu. Haya yote ni faida tupu, hakuna penye hasara. Na kwa kuwa serikali imetenga fedha kwa ajili ya jambo hili, ninawasihi sana kwa nia njema tukubaliane na mapendekezo haya ili tusonge mbele. Naam, shukrani sana Emmanuel Matinde kwa taarifa yako ambayo imesimuliwa studio na Rajab Shaaban Matuga. Mtazamaji, turejee hapa mkoani Mwanza ambapo katika kuadhimisha miaka 65 tangu kuanzishwa kwa Jeshi la Magereza nchini, Jeshi la Magereza wilaya ya Magu mkoani Mwanza limeadhimisha siku hiyo kwa kutoa msaada wa mahitaji mbalimbali katika kituo cha afya Kahangara kilichopo kata Kahangara wilayani humo, sambamba na kuongoza zoezi la uchangiaji damu salama. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. Akizungumza baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, mkuu wa gereza Magu, mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza SSP Kielu Yona Bainga ameelezea baadhi ya shughuli walizozifanya katika maadhimisho hayo. Katika kuadhimisha miaka 65 tumeadhimisha kwa kuja kuungana na jamii ya Watanzania katika hospitali ya Kahangara ambao ni kituo cha afya, kuja kufanya usafi, kuona wagonjwa na kuwapa vitu vidogo vidogo ambavyo vinawasaidia kama sabuni, matunda, mafuta, juisi kwa watoto. Lakini baada ya zoezi kama hilo tumejitolea damu kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wa dharura ambao wanapatikana katika hospitali hii. Aidha, SSP Kielu ameelezea jinsi ambavyo zoezi la kuchangia lilivyofanikiwa kwa kiasi kikubwa ili kuokoa maisha ya wagonjwa wenye uhitaji wa damu wanaopatiwa matibabu katika kituo hicho cha afya. Damu zimepatikana, zimetolewa pale maabara. Nipende kumshukuru Daktari Atanasi kwa kutupokea katika hospitali hii, na kama ukituhitaji tena tunakukaribisha. Wito wako. Tumeamua kuigusa jamii kufika katika hospitali ya Kahangara. Tumetoa damu, tumefanya usafi, lakini pia tumeweza kutoa mahitaji madogo. Kwa upande wake, afisa tabibu wa kituo cha afya Kahangara, Athanase Sylvester Kakwenda, amelishukuru Jeshi la Magereza kwa kufanya matendo ya kuigusa jamii moja kwa moja, akiwaomba kuendeleza matukio hayo mara kwa mara katika taasisi nyingine za umma. Kubwa napenda kuwashukuru kwa mchango wao wa damu ambao wameweza kusaidia. Ninaamini utasaidia wagonjwa ambao wana uhitaji huo, lakini pia niwaombe msiishie hapa. Karibuni katika kituo chetu cha Kahangara, karibuni kwa ajili ya huduma. Kituo chetu pia kinapokea bima. Kwa hiyo kama unajisikia vibaya na una bima ya afya, pia tutakuhudumia kama inavyotakiwa kabisa. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara limeamua kuanzisha klabu za polisi jamii katika taasisi za umma kwa lengo la kuongeza wigo wa kukabiliana na vitendo vya kihalifu na uhalifu kabla na baada ya kutoka katika maeneo yanayowazunguka. Hilali Sefuriami anatuarifu zaidi. Ni wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa polisi jamii nchini, ambapo mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mara, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ACP Thomas Mapuli, amezindua klabu ya kwanza ya polisi jamii katika shule ya ufundi ya sekondari Musoma. Tunakwenda kuanzisha klabu ya polisi jamii katika shule hii ya Msomateki, ambayo sasa kimsingi itakuwa ni historia kwamba ni shule ya kwanza kuanzisha klabu ya polisi jamii kwa mkoa wa Mara, na wale memba wake mara baada ya kuhitimu watakwenda kupokea vyeti. Na unajua nini umuhimu wa hivyo vyeti? Tunajua tunasoma, baada ya kusoma kuna wengine watakwenda kujiajiri, kuna wengine wataomba ajira serikalini. Vile vyeti utakapokuwa unaomba ajira itakuwa ni moja ya supporting document ambayo ya kuonyesha kwamba wewe umehudumu, umekuwa kama memba, umehudumu kwenye klabu ya polisi jamii ukiwa hapa Msomateki. Mkuu wa polisi wilaya ya Musoma, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Edison Mwamafupe, ameitaka klabu hiyo mpya kuzingatia swala la utunzaji wa mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kama hakuna chakula, hakuna usalama. Unaweza kufanya kazi ukiwa na njaa? Unaweza kusoma ukiwa na njaa? Ndio maana tunahimiza tupande nini? Tupande miti ili tulime, tupate chakula cha kutosha, mazingira yetu yawe mazuri. Ndio maana jeshi la polisi tuna mradi unahusiana na mazingira katika polisi jamii. Tuna mradi unahusiana nini? Na mazingira. Lengo kubwa ni hilo, tuboreshe mazingira yetu yawe mazuri. Yakiwa mazuri, tutapata mvua, tutapata hewa safi. Kupata hewa safi, katika hewa safi kwa mnaosoma
akili inatulia, si ndivyo? Msongo wa mawazo unafanya nini? Unaondoka. Ndio maana nyingine ukichoka unaenda kukaa chini ya mti pale. Unapunga hewa kidogo, sana nimechoka kusoma, ngoja nikapunga hewa pale, si ndivyo? Pale unapunguza nini? Stress. Awali akitaja idadi ya wanafunzi na watumishi waliopo katika shule hiyo, mkuu wa shule ya sekondari ya ufundi Musoma, Mwalimu Magita Nyangori, wamelishukuru jeshi la polisi kuona umuhimu wa kuwashirikisha wanafunzi katika mchakato wa ulinzi na utunzaji wa mazingira. Musoma sekondari tuna wanafunzi 1073. Lakini kati yao tuna wanafunzi wenye ulemavu wa aina mbalimbali kama ulivyowaona, ikiwemo viziwi. Lakini tunao walimu, kwa sasa tuna walimu 64, lakini tunao walimu wengine pia wanaojitolea. Kuanzishwa kwa club ya polisi jamii katika shule yetu ya sekondari ya Musoma Tech ni jambo jema, kwa sababu kuna vijana ambao wanatarajia baada ya masomo yao waweze kupita katika nafasi mbalimbali. Kwa hiyo wakiwa tayari wameshawezeshwa, na maana kwamba hawatapata usumbufu huko mbele ya safari yao. Ulinzi na usalama nadhani utaenda kuwezeshwa sana na kuimarishwa katika shule yetu, kwa sababu tunahisi hapa tulipo tupo eneo salama ambalo linalindwa na polisi wetu na ambao tumezungukwa nao. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, bado tunaendelea na kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Manyara ambapo mkuu wa wilaya Kiteto Remedius Mwema amesisitiza umuhimu wa kutoa elimu kuhusiana na chanjo ya ugonjwa wa polio kwa watoto wote, hususan jamii za wafugaji, kuhakikisha wanafikiwa na kupatiwa chanjo hiyo ili kunusuru madhara yanayoweza kusababishwa na ugonjwa huo hatari wa polio. Tupate taarifa kamili. Amesema hayo DC Mwema wakati akizungumza katika kikao cha kamati ya maandalizi kuelekea kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio inayotaraji kufanyika kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka huu 2026. Sisi kama wilaya Kiteto tuna jamii pia za kifugaji. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo hata ungezungumza swala hili la chanjo ya matone ya polio, kimsingi tunazo jamii za wafugaji hasa wa Masai, ambapo jamii nyingi za kimila sometimes usipotoa elimu vizuri wanaweza wakabadilisha ukweli ukabadilika kuonekana kwamba sio jambo sahihi. Aidha, DC Mwema ameitaka kamati hiyo kutoa elimu kuhusiana na mafunzo ya sasa ya utoaji wa chanjo hiyo ya polio ili kuondoa utata kutoka kwa baadhi ya watu ambao hawana uelewa kuhusiana na chanjo hiyo. Lakini lazima ufahamu kwamba kwa mwaka 2015, 2014 na kurudi kule zilikuwa zinapigwa zote 3. Lakini kuanzia 2016 mpaka leo ilikuwa inapigwa 1 na 3. Kwa hiyo wa sasa hivi alikosa namba 2. Sasa mtu lazima awe na uelewa huo, uelewa. Lakini tukasema ni lazima umepewa vichupa 20 ukarudisha 17, tutakuuliza kwa sababu tumetaka 20 vitumike, na kama vitatumika viletwe. Katika hatua nyingine, amesisitiza kwa wanakamati wote ambao watahusika kwenye utoaji wa chanjo hiyo kuzingatia kanuni na taratibu zote zilizowekwa ili kupatikana takwimu kamili za watoto wanaopatiwa chanjo ya polio inayotaraji kutolewa. Kwa sababu hii ni kampeni maalum na kuna wadau wanawezesha, ni lazima tufahamu kwamba tumefanya hivi, vimerudi hivi, vilivyobaki ni hivi, vingine ambavyo vimebaki kidogo vimeharibika vitateketezwa kwa utaratibu, ambavyo vimebaki vitapakiwa, kwa sababu tunasema tuna kijani, tuna njano na nyekundu. Kijani tayari, njano ni sasa, nyekundu ni ijayo, vitatumika kwenye nyekundu, au sio? Nimeeleweka vizuri? Sasa watu wanakuwa wanafahamu. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Manyara. Mtazamaji, hivi sasa tuvuke maji mimi naye moja kwa moja tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja. Viongozi na watendaji wa kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ wametakiwa kuweka mazingira mazuri ya kuendeleza watumishi, kuimarisha mafunzo, nidhamu ya afya na ustawi kwa askari wapiganaji wa kikosi hicho ili kuwa tayari kulinda nchi yao. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Ametoa wito huo katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ Isa Mahfudh Haji wakati akizungumza kwa niaba ya waziri wa wizara hiyo katika hafla ya kufunga mafunzo ya uongozi mdogo wa mwaka 2026 kwa askari wa kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ. Amesema serikali inatambua na kuthamini mchango wa vikosi hivyo ipo haja ya kuzidisha uzalendo pamoja na kujitolea kulinda nchi yao. Nitoa wito kwa viongozi pamoja na watendaji wa KVZ kuendelea kuhimiza michezo na mazoezi ya mwili kwa askari wenu, kwa kuwa afya njema ni msingi wa utendaji bora. Kwa viongozi wa kikosi, na wasihi muendelee kuweka mazingira mazuri
ya kuendeleza watumishi, kuimarisha mafunzo, nidhamu, afya na ustawi wa askari, kwa sababu uimara wa kikosi unatokana na ubora pamoja na uimara wa askari wake. Mkuu wa kikosi cha Volunteer Zanzibar, Luteni Kanali Saidi Ali Shamhuna, amesema kikosi kinanufaika pakubwa na uwepo wa kozi za mafunzo kwa askari wa vikosi vya KVZ, ikiwemo upatikanaji wa vitendea kazi hasa magari. KVZ sasa hivi tunamiliki mabasi mawili mazuri. Mabasi hayo yamenunuliwa na kozi hizi za uongozi ambazo zinapita hapa. Kikosi hakijatoa senti 5 sisi. Mheshimiwa, KVZ sasa hivi tunamiliki ambulance ya kisasa mpya. Ambulance ile imenunuliwa na wanafunzi ambao wanapita kwenye kozi hapa. Mheshimiwa, cha ajabu sasa hivi KVZ pamoja na udogo wa hospitali yetu tunamiliki X-ray ya milioni 150. Imenunuliwa na wanafunzi ambao wanapita kwenye kozi ambao ni askari wa KVZ. Kwa hivyo Mheshimiwa, maendeleo hayo unayoyaona hayaji hivi hivi bila mshikamano kati ya makamanda na wafuasi wao. Kwa upande wao, askari na wapiganaji wa KVZ kupitia hafla hiyo iliyofanyika katika chuo cha kufundishia askari Pangatupo, wilaya Kaskazini Ba, Unguja, wameiomba serikali kuwapa hati miliki ya eneo hilo ili kuepusha uvamizi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, utusaidie kupata hati miliki. Manake hili jambo kwetu linatupa shida sana. Tushawahi kuandika barua kuomba kupata hati miliki ya eneo hili. Kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa katika mafunzo yetu haya kwa kushika yale yote mazuri ambayo tulifundishwa wakati tupo mafunzoni. Kufanikiwa kwa mafunzo yetu haya kunatokana na kuwepo mashirikiano mazuri kwetu sisi wanafunzi, wakufunzi na uongozi wa vyuo. Nako kisiwani Pemba, wadau wa sekta ya bandari kisiwani Pemba wamejengewa uwezo kupitia mafunzo ya siku moja yaliyolenga kuonyesha namna gani ya kutumia fursa zilizopo kutokana na uwepo wa bandari zilizopo kisiwani Pemba. Tupate taarifa kamili. Akifungua mafunzo hayo ya siku moja, mkuu wa wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, Bimiza Hassan Faki, ametaja baadhi ya fursa zilizopo katika bandari zilizopo kisiwani Pemba na kuwahimiza wadau hao kutumia kwa tija fursa hizo. Fursa ambazo zinapatikana katika usafirishaji wa mizigo na abiria, tunawaona vijana wetu wengi wa wilaya ya Mkoani wanavyojitokeza kwa wingi sana katika maeneo ya bandari kuweza kuwasaidia abiria aidha wanaoingia ama wanaotoka katika kusafirisha mizigo yao, kuyatoa katika sehemu moja na kuyapeleka katika sehemu nyingine. Lakini pia magari tunayaona wanaokwenda kupakua mizigo kwenye boti ama kwenye meli zinapofika. Lakini pia pamoja na hilo, kuna uhifadhi na usambazaji wa bidhaa. Ni muhimu sisi sote kama wadau kuwa na uelewa mpana wa fursa hizi na kuzitumia kwa tija. Akitoa mada katika mafunzo hayo, mkufunzi kutoka chuo cha bandari Dar es Salaam TPA, Mwakilise Gwasa, amebainisha fursa zinazopatikana kwa uwepo wa bandari, ikiwemo biashara ndogo ndogo. Wananchi wanaweza kuanzisha biashara kama migahawa, maduka, usafiri, malazi, huduma za usafi, ulinzi na usambazaji wa bidhaa. Wakizungumzia malengo ya mafunzo hayo, kaimu mkurugenzi wa shirika la bandari Zanzibar Sefu Haji amesema kupitia maboresho makubwa yanayoendelea kufanyika zinajitokeza fursa mbalimbali ambazo wadau na wafanyabiashara wanaweza kuzitumia. Nyingi kwa bandari zimeongezeka. Kwanza ni ajira kwa vijana kulingana na hadhi za elimu zao. Pia ni fursa kwa wafanyabiashara, uwekezaji kama nilivyozungumza, kama tumepokea meli 52. Kwa hiyo tuna uhitaji wa magari ambayo kuwa mizigo inayoletwa kwa direct delivery inatakiwa ichukuliwe ipelekwe kwa sehemu husika. Kushirikiana siku hadi siku ili bandari zetu ziweze kutoa huduma bora kwa ufanisi mzuri zaidi na wananchi wote waweze kufurahia huduma ambazo zinatolewa kupitia shirika la bandari Zanzibar. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na uchumi wa buluu kwa kisiwani Pemba, ndio taarifa ambayo inanifanya mimi kufika tamati kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa kupoza kwa sekunde chache, tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji wa Mahasin TV, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena kwa mara nyingine mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa hiyo kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa ni wasaa kumkaribisha Hilali Seif Riami kwa ajili ya kutupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Katika rubaa za kimataifa tunaanzia huko nchini Sudan. Mkutano mkubwa wa makundi ya kisiasa na asasi za kiraia za Sudan zinapinga vita umemalizika huko Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia. Makundi hayo yamekataa mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekezwa na mwenyekiti wa baraza la mpito la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, akisema kuwa hayatashiriki wala kutambua matokeo yake. Makundi hayo pia yanasema kuwa mpango huo hauwezi kurejesha amani wakati mapigano yakiendelea, hasa ikizingatiwa kuwa wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF kinachoongozwa na Jenerali Hemeti hawakushirikishwa katika mazungumzo hayo. Aliyekuwa waziri mkuu wa Sudan, Abdallah Hamdok, pia amesisitiza kuwa hakuna mchakato wa kuaminika wa amani unaoweza kufanikiwa bila ya mapigano kukomeshwa, huku washiriki wa mkutano wa Addis Ababa wamemtuhumu Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kuwa anatumia mazungumzo hayo kuhalalisha mamlaka yake kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Makundi ya kisiasa na asasi za kiraia za Sudan pia zimetahadharisha kuwa mpango huo unaweza kuzidisha mgawanyiko nchini Sudan. Mkutano wa Addis Ababa umewakutanisha wanachama wa chama cha Congress ya Taifa, chama cha Umma, muungano wa amani wa Sumud na asasi za kiraia za Sudan. Waziri Mkuu wa Sudan Kamil Idris wiki iliyopita alitangaza kuwa mazungumzo ya ndani kati ya makundi mbalimbali ya Sudan yataanza hivi karibuni kwa lengo la kufikia maridhiano ya kina nchini humo na hatimaye kufanyika uchaguzi huru na wa haki. Kwingineko, takribani watoto wachanga 14 wamefariki baada ya moto kuteketeza wodi ya watoto katika hospitali moja mjini Islamabad nchini Pakistan, huku ikielezwa kuwa moto huo unasemekana kusababishwa na hitilafu ya mfumo wa kiyoyozi. Moto huo ulioanza mapema asubuhi ya Agosti 25 katika taasisi ya sayansi za tiba za Pakistan PIMS kwenye ghorofa ya 3 lenye wodi ya mama na mtoto. Tukio hilo ni miongoni mwa matukio mabaya zaidi ya moto kuwahi kutokea katika hospitali nchini Pakistan, ambapo kulikuwa na watoto wachanga 16 katika wodi hiyo wakati moto huo ulipozuka na mmoja aliokolewa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amestaka mamlaka husika kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu tukio hilo na kueleza kuwa wahusika wanapaswa kutambuliwa na hatua kali zaidi zichukuliwe. Na tunahitimisha habari za kimataifa kutoka huko nchini Haiti. Takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince mapema wiki hii. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Kiongozi wa genge linalohusishwa na shambulizi hilo ametishia kuwaua mateka ikiwa vikosi vya usalama vitawadhuru wanachama wa genge lake. Miongoni mwa waliouawa ni watoto 5, huku watu 22 wakiripotiwa kuuawa ndani ya eneo la kanisa walilokuwa wamekimbilia kutafuta hifadhi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, magenge yenye silaha yanadhibiti karibu 70% ya Port-au-Prince, ambapo ghasia hizo zimewalazimu zaidi ya watu milioni 1.5 kuyahama makazi yao, huku wengine zaidi ya 3,000 wakiripotiwa kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Hilali Seif Riami, Mahasin TV. Naam, amehitimisha hivyo Hilali Seif Riami kwa upande wa habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika Kapu la Habari, lakini kabla nikuage nikukumbushe muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Wananchi wa Nyarubanda mkoani Kigoma waomba kuridhia mapendekezo ya kumaliza mgogoro wa mipaka. Jeshi la magereza wilayani Magu mkoani Mwanza laigusa jamii katika kituo cha afya Kahangara. Na katika habari za kimataifa, moto wateketeza takriban watoto wachanga 14 wakiwa hospitalini huko nchini Pakistan. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika Kapu la Habari.
ambapo muda wote ulikuwa na Zuberi Mgani iliyokupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilali Sefu Riami ambaye amekupitisha katika yote na yote aliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi nikutakia tu wakati mwema na utazamaji mwema pia vipindi mbalimbali kupitia channel nambari 455 katika kisimbuzi cha Azam TV. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.